Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Shalom mpenzi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumai umuri wa afya na muda kama na huko kando kando ya radio yako kwa ajili ya kuendelea kusikiliza matangazo yetu. Na ukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za na ripota wetu toka eneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Mchambuzi wako wa leo ni mimi Safari Almas, nitasaidiwa mitamboni na Merci Mbelechi, na kualika uweze kunitegea sikio pamoja na wenzangu wote. Nasema asante. Msikilizaji, kabla ya kuingia kwenye undani wa uchambuzi wetu wa habari, unakuwa unapata fursa ya kuweza kupata habari muhimu ambazo za leo zitaletwa kwenu naye Sudi wa Sudi Valenteo. Aligani Sudi? Na mshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri sana mwenzangu Safari Almas Lemetinwar. Labda upande wako tu? Kwa upande wangu niko salama. Sijui ni kipi ambacho kiligonga mwamba. Ndio, katika habari zilizogonga mwamba kwa siku ya leo, tuanzie na hapa katika mji wa Baraka na taarifa inayosema kuwa kitengo cha utetezi wa haki za walimu wa shule za msingi mjini Baraka na tarafa ya Fizi kimeomba walimu wa shule hizo waliokuwa ndani ya mgomo kurejea mashuleni tangu siku ya 3 ya wiki tunayo ili kuwapa watoto elimu. Hivyo ni baada ya mkutano ulioendeshwa siku ya pili hii mjini Baraka. Uko Rugezi ni kwamba kisha mapambano kati ya wazalendo kundi la Biloze Bishambokezi dhidi ya M23 katika kijiji cha Rugezi, hatimaye kwa sasa mji huo unamilikiwa na wazalendo. Kwa jambo hilo, uongozi wa kundi hilo la wazalendo umeomba kwa raia kuwa watulivu na kuendelea kuwapa imani. Watu wawili, mume na mke, wameuawa kwa kupigwa risasi, huku mtu mwingine kuponea chupuchupu na kubaki katika majeraha makali. Hivyo ni baada ya wao kuvamiwa na mtu aliyekuwa na miliki silaha kinyume cha sheria, ambaye pia ameshikwa ndani ya mmoja jirani wa Uvira siku ya kwanza ya wiki tunayo. Mwenzangu Safari Almas Lemetinwar, mpaka hapo sana la ziada. Nizo ndizo habari zilizogonga mwamba kwa siku ya leo. Ni kushukuru Sudi Valente kwa usomaji wa habari yako muhimu. Msikilizaji, tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia na paka katika mji wa Baraka. Pesa 1112 za Kongo, simu 2 aina Android na vitu vingi vya samani kupelekwa. Hayo ndio matokeo ya kirendo cha uporaji kilichoripotiwa usiku wa kuamkia siku ya pili ya wiki tunayo ndani ya kata Kibonjwa pili mjini Baraka. Kwa mujibu wa mwanga wa tukio hilo, Bwana Bonfise Mirembo Pacific amesema ni wakati alishtuka usingizini ndipo alikuta kiza ndani ya nyumba huku milango ikiwa wazi. Kisha kupekua akakuta begi ambamo pesa, simu pamoja na vitu vingine tayari vimeibwa, kama anavyoeleza hapa kwenye redio yako. Tumsikilize. Ilikuwa usiku ya kulamkia leo mavendezere hivi ndo nililala. Wakati nililala nikashituka 0h. Nilikuwa na mtoto mzaifu mule nyumbani, nikampatia madawa. Sasa nikalala tena. Wakati ilifika 3h tita nikashituka. Mimi kushituka tu hivi najikuta nilishakuwa mugiza. Nikajiuliza vinakuwaje? Nikalamuka. Mimi kugusa kwenye kuko manguo, nikasikia manguo iko. Kugusa kwenye kuko simu haiko tena. Ilikuwa pembeni yangu, lakini sikusikia wakati ilienda. Nikatoka mpaka msalo. Kufika msalo nikakutana mulango ilishakuwa wazi. Basi nilikuwa na kasimu kadogo, nilikuwa nakaweka mumakaye ya mingi hivi. Kale kasimu kugusa kwa ile makaye pale kwenye nilikuwa nakaweka, nikakutana kale kasimu kiko. Nikakawakisha, mimi kutoshe munyumba, mlango iko wazi. Nikaingia mchumba kuangalia kwenye kulikuwa sakoshi. Ile sakoshi Santras ilikuwa begi ya kumgongo, sakoshi naenda. Mule msakoshi ndani mlikuwa kapano kali Kartek, mlikuwa save 1000 francs, mlikuwa makarte de lecteur 2 yangu na ya bibi yangu,
Pembeni sasa kulikuwa simu yangu ya Android, na simu ya baba yangu mkwe, nilikuwa nalala nayo juu ya kutengeneza connection, vile vitu vikaenda, lakini hawakugusa kumanguo zaidi. Upande mwingine, mwenyekiti wa vijana wa Kifuliru mjini Baraka Bwana Bonfisi Mirebo ameomba serikali kuzidisha ulinzi wa raia na mali yake. Kwa kweli kitu ambacho ndaweza nikaseme, nitazungumzia juu ya security au juu ya rondo. Kwa kweli ngambo ya Kibonjwa kule inakuwa sawa vile kawaida, inakuwa sawa vile zoezi, kila siku batu wanaibiwa, kila siku batu wanaibiwa. Kwa kweli ndaweza si wa serikali yetu, wazalendo, FRDC, la police wajiunge pamoja, wakuwa wanafanya security pamoja, watakuwa na nguvu. Kwa sababu ya nini? Kuko makartier moya ambao basoda hawafanye ma security usiku. Kwa hiyo vraiment ndasi sana serikali yetu ya Kongo, FRDC, wazalendo, la police wajiunge pamoja, watakuwa na nguvu juu ya security ya usiku, itaweza kuwa ya maana. Tusalie tu katika mji wa Baraka ambako kitengo cha utetezi wa haki za walimu wa shule za msingi mjini Baraka na tarafani Fizi kimeomba walimu wa shule hizo waliokuwa ndani ya mgomo kurejea mashuleni tangu siku ya 3 ya wiki tunayo ili kuwapa watoto elimu. Hivyo ni baada ya mkutano ulioendeshwa siku ya pili mjini Baraka. Katika mazungumzo na Radio Kivu, Bwana Masumbuko Alexi, mtetezi mmoja kati ya watetezi wa haki za walimu, ameonyesha hapa azimio lililochukuliwa na walimu ndani ya mkutano huo, huku akiomba wazazi kutuma watoto wao mashuleni. Naam, ujio wangu mimi ni kuja kujulisha walimu na wazazi declaration ambayo tunafanya kuhusu kurudia tena mashuleni. Kwa maana leo tulikuwa na mkusanyiko pamoja baadhi ya walimu wa primaire au walimu wa masomo ya msingi ili kukamata decision kuhusu greve. Baada ya kukutanana tumechukua azimio kwamba kuanzia siku ya 3 walimu wote tuanze kazi. Ndio azimio hilo. Imekuja kwa sababu tulikuwa tunafanya mgomo kutokulipwa na Karitasi, lakini baada ya kulipwa miezi miwili tukaona kwanza turudie tufundishe watoto wale, na watoto wetu lazima tuwasaidie kwa elimu. Pesa yetu tumeshaipata, lakini bado tunadai hiyo Karitasi nyingine miezi miwili. Lakini kwa huruma yetu sisi kama wazazi na walimu imetubidi turudi mashuleni. Kwa sasa tunadai mwezi wa 4 na wa 5 ndio tunadai, na katika azimio letu tumechukua kwamba kama hatujalipwa hiyo miezi miwili tarehe 5 ya mwezi wa 6 pesa yetu haijaja tena, tutaitana tuchukue nyingine mezire. Katika kazi ya walimu, mwalimu huwa anafanya kazi miezi yote, na ndio maana tunalipwa miezi yote. Sasa sisi kama wa syndicalist tutakamata mezire a partir ile date kufika, ndio sisi tumechukua hivyo. Na kingine tunaomba wazazi watume watoto mashuleni, kwa maana kazi inaanza tena, hii turu inaanza kabisa bila wasiwasi. Hakutakuwa tena zile vurugu, labda zile tarehe 5 za mwezi wa 6 zifika tujapata pesa yetu, kwa maana ni haki mtu kudai haki yake. Na huko Maumbwani kwamba mkuu kiongozi wa kijiji cha Kakunga tarafani Fizi ametaja kukemea kuzagaa kwa silaha ambazo zinasababisha mauaji ya raia wasio na hatia kiolela. Hivyo ni kisha mama mmoja wa zaidi ya miaka 70 kuuawa kwa risasi na watu wasiojulikana katika kijiji cha Maumbwa wiki iliyopita. Akizungumza na redio yako Bwana Kungu Andre, kiongozi wa kijiji cha Kakunga, ameanza kutoa picha namna tukio hilo lilivyokuwa. Ndio ule mama walimpiga masasi, lakini wale watu hawakujulikana. Walikuja tu kumfuatilia mnyumba na wakampiga risasi, tena ile risasi ilitoka iliua na kuku pale pale. Sasa walikuwa wanamshakia sema ni mchawi, kama ni ile rezea uchawi ndio walimfanya tujue, lakini maankete wazalendo walifika pale kwa kufuatilia maankete, hayajulikana mwenye alipigana masasi kabisa ni nani. Sasa kilio cha wale mama walikiteremsha pale Katanga, ndio kwa familia yake pale, na alikuwa mkaaji wa eneo ya kwako. Je, hizo tuhuma za uchawi unasemaje kuzihusu, ni ukweli au je? Uchawi wenyewe haona preve tangible. Yeye alikuwa hapa, lakini alikuwa anapia kutembelea huku kwa mtoto wake mwanamke. Ndio tulistukia tu magharibi yake kitu ya saa 1 hivi ale na kartushi kulilia. Watu wanaanza kusema mtu anapigwa masasi na wanampeleka hospitali, na kule hospitali akwenda kupona na pale pale akafa. Ndio vile alikuja wakamzika. Na kileo wakapeleka kule kwa asili kwao, kwenye kwa ndugu zake, sababu huko alikuwa
Mwishowe ameomba kwa wakuu wa kijeshi kuwajibika na kuorozesha silaha zote na askari ili kubaini wanani wahalifu. Bunduki zinazagaa, hatujue tufanye namna gani. Ile tunaona mpaka nileta yenyewe ndio takamata azimio juu ya zile bunduki zenye kuzagaa sana. Vile tuko tunahamasisha, lakini kuna kikao administrateur alifanya kile kikao na vile vilisemekana, lakini hawapendi kutekeleza. Sema hii mipango ya mabunduki kuzagaa, hata sisi kwa sisi tutaanza kuuana. Mkikolokana tu mwanzako na kushakia anaenda kulikia pesa, unasuka anakia kuua. Kumbe tungeleomba serikali ikusanye wale wote wenye kusika masiraha, wao wanaenda kumabrasage, kumafunzo, na kama ni kumasharde batai, wao wanapanda milimani kwenye kuwa fasi ya sharde batai. Lakini hii mabariere nakaa kutia hapa na hapa bariere, hapa na hapa bariere, vile vile iko inasumbua raia sana tena sana. Huko Rugezi ni kwamba kisha mapambano kati ya wazalendo kundi la Bilozi Bishambuke zidi ya M23 Twigwanero katika kijiji cha Rugezi, hatimaye kwa sasa mji huo unamilikiwa na wazalendo. Kwa jambo hilo, uongozi wa kundi la wazalendo umeomba kwa raia kuwa watulivu na kuendelea kuwapa imani. Akizungumza na redio yako Bwana Strategy na Mubamba, msemaji wa FABB kundi lake Kamanda Ngoma Nzito ameonyesha hapa kile kilichotokea pa Rugezi eneo la mapambano. Ni kutaka tu kujulisha raia wote wa Kongo kwa ujumla na wale wa kijiji cha Rugezi na kando kando yake kwa upekee kwamba tangu Jumatatu Mei 19 mwaka wa 2025 kijiji cha Rugezi tayari chote kimo mikononi mwa wazalendo wa kundi la Bilozi Bishambuke yake teni Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito. Ni baada ya mapambano ambayo iliweza kunguruma mchana wote wa Jumatatu, na matokeo ya mapambano hayo ni kwamba wazalendo waliwafukuza waasi wa M23 wakishirikiana na Rwanda pamoja na wanamgambo wa Twigwaneho na waasi wa Burundi wa Red Tabara ambao walikuwa wanamiliki maeneo fulani ya hapo Rugezi. Wote waliweza kufyekwa na wakakimbia. Kwa sasa mapambano yanaendelea kwenye maeneo ya mbali kabisa na Rugezi wakielekea Manunga. Ni hapo baada ya kutoka na Morombo ambapo vijana wazalendo waliwafurusha hapo pia waasi wa M23 ambao walikuwa wanatamani kuendesha mauaji ya kimbari zidi ya raia wasiokuwa na hatia. Bilozi Bishambuke ni kundi ambalo liliweza kuundwa katika hali pekee ya kutimiza katiba ya nchi kupitia kipengele chake cha 63 ambacho kinabaini kwamba kila mkongomani yeyote ana haki ya kuweza kupinga wazo lolote la kugawa nchi au kuunga mkono yote ambaye ana wazo la kugawa nchi. Ndio maana Bilozi Bishambuke walisimama kama vile mtu mmoja wakatetea udongo wa mababu zao, huku waasi walikuwa wakiendelea kuua raia wasio na hatia, kuunguza vijiji, kupora mali, kubaka wanawake. Ndio maana tuliamua kuwafukuza ili kwamba raia wasiokuwa na hatia hapo Rugezi waweze kuendesha shughuli zao kama kawaida. Na huko katika mji jirani wa Uvira ni kwamba watu wawili, mume na mke, wameuawa kwa kupigwa risasi, huku mtu mwingine kuponea chupuchupu na kubaki katika majeraha makali. Hivyo ni baada ya wao kuvamiwa na watu na mtu aliyekuwa na miliki silaha kinyume cha sheria, ambaye pia ameshikwa ndani ya mji wa Uvira siku ya kwanza wiki. Kwa mujibu wake Chako Chang Bonane, moja kati ya malira wa kijamii mjini Uvira, ameanza kwanza kuonyesha kuwa kwa sasa hali ya raia wa Uvira inaonekana kuwa tete kutokana na mauaji ya kupindukia kama alivyoeleza. Jana usiku wa 19 kuna watu watatu ambao walikuwa waviktime wa masasi. Mwanaume na mwanamke walikufa pale juu masasi imewakamata nafasi mbaya, lakini kuna mwingine jeune ambaye ni mtu wa tatu mwenye masasi imemtoka kwenye mgulu na iko hospitalini anatunzwa. Ila recherche vijana walikamata ule mwenye alipiga masasi, mwenye aliua watu. Haya amepigwa na vijana, aumizwa vikali. Bahati nzuri kwa FARDC ikaintervenir wakamrekiperi na hivi kwa mautiuti hospitali generali iko anatunziwa. Hiyo ndio hali ya masasi ambayo imekuwa sana usiku wa saa moja na nusu.
vijana walioji walipiga masasi, amesema kwamba ilikuwa sible na ametumwa. Bahati mbaya hakusema watu gani wenye walimtuma. Unajua kwamba masa haina ame. Ole bamu interroger vizuri wakaprefere kumuumiza, kumpiga vikali juu amuue. Hatimizuri atakuwa sezene FARDC. Mtangazaji, Uvira iko zaidi ya batwari nene. Watu wanakufa wengi. Semaine passée ilikuwa zaidi ya watu 4 wenye waliuawa. Hivi tunaanza na watu 3 wenyewe wanaumia vikali. 2 wamekufa na mmoja iko hospitali. Hali ni mbaya Uvira kwa sababu arme na serikali sana, hakuna control, coordination ziko nyingi. Ni Mungu tu maombi. Upande mwingine ameongeza kuwa kuzorota kwa hali ya usalama inafanya raia kuishi katika usalama mdogo. Chako changu ane amerejea mara tena kwenye redio yako. Mtangazaji, patrouille hakuna patrouille FARDC, hakuna patrouille polisi, hakuna patrouille wazalendo. Wenye wako wanafanya patrouille wala la rondo tu. Kwa hawana bunduki, hawana kitu. Raia anaichunga mwenyewe, raia anachungwa na Mungu. Mambo ni magumu zaidi. Ukweli kabisa, raia iko katika hali ya uoga, hali ya mshtuko. Hakuna tena vikao vya watu kuongea. Mtu hawezi akabaki polisi ya masaa mawili nafasi moja. Kila mtu kichwa iko juu na watu wanarudi mapema nyumbani wakufia. Hali ni ngumu zaidi. Tumepropose vikao viendelee. Heureusement semaine passée mea wa jiji alikuwa na vikao na mapasta. Tumepropose ile kae ya menage ambayo walikuwa nayo kwa sensibilisation. Tumepropose initiative mengi ambazo zafanyika pour usalama urudie. Lakini pia mafuio misako ikuwe mingi. Na kila mzalendo wa kontrole apunguze ulevi, akontrole bunduki yake, kwa kuwa watu hawakuomba wazalendo wakutu wauawe ama FARDC waue watu. Inabidi kila mmoja akontrole mwenzake, lakini pia raia iwe makini kwa kuwa hali ya usalama haiko nzuri. Ni kweli kwamba maslahi iko mengi sana katika mikono ya watu. Unaweza ona mtu sai ni raia kumbe saa nyingine ni mzalendo. Naona mtu sai ni raia kumbe saa nyingine ni FARDC. Na saa nyingine ni malarondo, na saa nyingine iko hivi. Sasa hizi silaha ziko nyingi sana, ni kwa mtu kujilindia usalama wake, kufunga kinywa yake na kuangalia kama unakuwa na makonflikt, kuepuka makonflikt kabisa. Marehemu walikuwa familia moja, ni mwanamke na mwanaume, ni bibi na bwana. Na kwa wale wapendelevu wa habari za michezo, nampisha mwenzangu Omar Makelelo Zil. Naam, barabara kabisa mwenzangu Safari Alimasi Dilwe. Leo katika habari za michezo kama kawaida namba 9 na pepea barabara mgongoni. Tuanze na habari za hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba kule katika manispaa ya Katanga Mwandiga mjini Baraka ni kwamba mechi ya robo finali iliweza kutandikwa kunako tournament ambayo inaendelea kupigwa pale katika uwanja wa Oni Mwandiga, ambapo kuliweza kushuhudiwa kupigwa mechi moja. Vijana wa Uraga waliweza kuwatambia timu ya Monima mabao 2-1. Lakini michuano hiyo itakuwa ni ya kuendelea siku ya Jumatano ya tariki 21 Mei 2025, ambako mechi 2 zitapigwa katika uwanja wa Oni pale Mwandiga. Tujene watapambana vikali zidi ya Kalinga majira saa 8 kamili, huku majira ya saa 10 za jioni Moma Sport watakuwa vikali zidi ya Nouvelle Generation. Matokeo ya mechi hizi za robo finali ni katika uchambuzi wetu wa habari za Radio Kivu zinazofuata. Na huko katika bara la Ulaya, Safari Alimasi Dilwe, usiku wa siku ya 3 ya wiki tunayo kutapigwa finali ya michuano ya Europa League katika bara la Ulaya, ambako timu 2 kutoka katika nchi ya Uingereza zitaweza kupambana kunako finali hiyo katika uwanja wa San Mamés huko katika jiji la Sevilla nchini Uhispania, ambako vijana wa Tottenham Hotspur watakuwa vikali zidi ya Manchester United. Tukumbushe kuwa klabu hizo katika historia yao ya soka zimekutana mara 194, huku klabu ya Manchester United wakionekana kuwa juu zaidi kwa kuweza kuwashinda Tottenham Hotspur turu 94, huku Tottenham Hotspur wao wakiwashinda Manchester United turu 50 na kutoka sare mechi 48. Kwa hiyo ukiangalia takwimu ni kwamba United ama mashetani wekundu wanakuwa wako juu zaidi
ya Tottenham Hotspur. Tusubiri itakuwa namna gani katika uwanja wa San Mamés huko katika jiji la Sevilla nchini Uhispania. Na tugeuzie sasa tetesi za usajili za hapo katika bara la Ulaya. Ni kwamba rais wa klabu ya Real Madrid Florentino Perez ameweka wazi kuwa anahitaji kumsajili kijana mdogo mwenye umri wa miaka 14 Cristiano dos Santos Junior katika timu yao. Cristiano Ronaldo dos Santos kwa sasa anawaniwa na vilabu takriban 16 na vyote ni vilabu vikubwa. Huyu ni mtoto wa mchezaji mkubwa duniani Cristiano Ronaldo. Mshambuliaji wa klabu ya Juventus hapo nchini Italia, raia wa Serbia Dusan Vlahovic ataondoka katika klabu hiyo mwishoni mwa msimu huu. Klabu ya Arsenal Gunners hapo nchini Uingereza inatajwa kuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha wanamsajili mshambuliaji huyo katika dirisha kubwa lijalo la usajili. Klabu ya AS Roma hapo nchini Italia imefikia makubaliano na kocha Jurgen Klopp ili awe kocha mkuu wao kuanzia msimu ujao baada ya kocha wao wa sasa Claudio Ranieri kuweza kuondoka mwishoni mwa msimu huu. Kocha mkuu wa klabu ya FC Barcelona Hansi Flick anahitaji kumsajili beki wakati raia wa Ujerumani Jonathan Tah katika dirisha kubwa lijalo la usajili. Jonathan Tah mkataba wake na Bayer Leverkusen unatamatika mwezi Juni mwaka 2025. Klabu ya Manchester United pia inahusishwa kuwania mchezaji huyo. Na wika nukta katika habari za michezo, Safari Alimasidilwe. Ni kushukuru Omar Makelele Ozir kwa habari zako za michezo. Msikilizaji, endapo ndo nakuja kujiunga nasi, ni ukumbushe kwamba unaendelea kuitegea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu kwa masafa 93.0 FM. Vile vile uchambuzi wa habari utaupata katika mtandao wetu wa YouTube ukiandika Radio Communautaire Kivu Baraka. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Tupindukie huko Ruchuru katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini ambako shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu linapanga kutoa msaada wa chakula na visivyo vyakula kwa wahamiaji wa ndani katika tarafa ya Ruchuru na Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Hivyo ni baada ya raia hao kupitia hali ngumu ya maisha, hasa ukosefu wa chakula. Habari hii imehakikishwa na Ibi Mariam Favie, mmoja kati ya viongozi wa shirika hilo jimboni Kivu ya Kaskazini, ambaye amesema kuwa shirika hilo la kiutu lichangia pia kwa ukarabati wa vituo vimoja vya afya, maji na umeme ambavyo viliharibiwa kutokana na ubovu wa usalama. Mariam Favie anaeleza afuatayo. Kwa sasa hakuna tena makampi pembezoni na mji wa Goma. Wote walirudi makwao. Tulifanya uchunguzi na kundi letu kujua mahitaji yao, kisha hapo kwa juma ijayo tutawagabulia chakula na vifaa vingine vya nyumbani na mbegu ya kupanda, hasa Masisi na Ruchuru. Kama mnavyofahamu, wakati mtu anakimbia anaacha yote na hali ya umaskini unaendelea kuongezeka, tofauti na wale ambao walibaki makwao, sababu waliorudi hawana hata manyumba zilisha kubomoka, pia na vifaa vingine vya nyumbani hawana. Kwa hiyo wanahitaji msaada wa haraka, hasa ya vitu muhimu na vya afya. Na huko Kalemi ni kwamba Jumamosi ya wiki iliyopita kilitamatika kikao cha mafunzo kwa waandishi wa habari kutoka Kalemi, Moba na Uvira kuhusu waandishi unaohusika na swala la dharura ya hali ya usalama ya kiutu pamoja na kuchunguza habari na kuhakikisha habari kabla ya kuitangaza. Mafunzo yaliyoandaliwa na Fondation Hirondelle RDC. Radio Kivu Kalemi, tunajiunga naye Olombo DJ Doctor kwa mengi zaidi. Ni kikao kilichokuwa kuandaliwa kwa muda wa siku 4 kwenye Victoria Palace Hotel hapa Kalemi na Foundation Hirondelle nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matungo nyingi ikiwemo utata kuhusu usambazaji wa habari hafifu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, umuhimu wa kuchunguza habari na hata vile vile kugundua habari ambayo inakuwa nafanyikishwa kupitia vyombo vya kisasa, intelligence artificielle, na hata vile vile wahusika na habari kama na hizo, pamoja na nukta muhimu kuhusu hali ya dharura ya kiutu pamoja na usalama
hata vile vile kazi ya media na waandishi wa vyombo vya habari na mengine mengi yalikuwa yanazungumziwa muda wa kikao kama na hicho. Kikao hiki ambacho kilikuwa na wakufunzi Danjeze Luila pamoja naye Innocent Bulambembe, mmoja na mwingine wakiwa mtaalamu wa masuala ya kuchunguza habari ya fifu inayokuwa nasambazwa kwenye mitandao za kijamii, na hata vile vile mhusika na uchunguzi wa takwimu ya habari kwenye kitengo kama na hiki cha Foundation Hirondelle nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mkuu mwingine akiwa coordinator wa media wa shirika wa foundation kama na hii wakitokea Kinshasa. Kwa jambo kama na hilo wanaeleza kwamba kulikuwa na lengo ni ile kuwapatia ujuzi waandishi wa vyombo vya habari ili kuwasaidia kabisa kufanya vyema kazi yao na kupiganisha masuala ya usambazaji wa habari ya fifu katika utendaji wao kazi kwa manufaa ya raia. Kwa hiyo wanakuwa naalika wazuriaji waliokuwa nafaidika na majifunzo kama na hayo kuitumikisha katika utendaji wao kazi. Innocent Bulambembe wa uzuriaji kwenye kikao kama na hicho kuwa kidai kufurahishwa na majifunzo mbalimbali yaliyokuwa natolewa, wanakuwa natoa shukrani yao ya dhati kwa Foundation Hirondelle nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa wazo kama na hili ambalo wanadai kuwa muhimu katika kuboresha namna ya kufanya kazi. Kikao hiki ambacho kilikuwa namalizika na kugawa kwa vyeti vya kushiriki kwa uzuriaji inakuwa naambatana tu na mradi kufikia kupata habari kamili ya ukweli muhimu na yenye kuwa na uhakika kuhusu hali ya kiutu pamoja na kiusalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ni mradi ambao unakuwa unafanyikishwa nchini na Foundation Hirondelle DRC. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe Didier Doctor. Na kwenye habari za kitaifa ni kwamba Joseph Kabila amealikwa kuhudhuria kwenye mkutano wa kazi pamoja na tume maalum inayohusika na kuchunguza mashtaka dhidi yake yaliyowasilishwa na mhakiki mkuu wa jeshi la taifa FARDC Isaac Mulucha Ashibe alipekua magazeti ya huko Kinshasa na kutuandalia ripoti ifuatayo. Ndiyo, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na seneta wa maisha Joseph Kabila Kabange amealikwa kushiriki katika kikao cha kazi cha kamati maalum inayohusika na uchunguzi wa mashtaka ya mhakiki wa mahakama kuu ya kijeshi. Kulingana na mwaliko wa rais wa seneti Jean-Michel Sama Lukonde, Joseph Kabila anapaswa kuwasilisha mwenyewe Jumanne ya tarehe 20 Mei mwaka 2025 katika ukumbi wa mikutano wa kitaifa wa Palais du Peuple. Kulingana na vifungu vya 138 kipengele cha 5 cha katiba, 196 na 224 za kanuni za ndani za seneti, amealikwa katika kikao cha kazi cha kamati maalum inayohusika na uchunguzi wa mashtaka ya mhakiki mkuu wa mahakama kuu ya kijeshi kuhusu kuondolewa kwa kinga zake na bunge na kupata ruksa ya mashtaka Jumanne tarehe 22 Mei mwaka 2025 kuanzia saa 11 asubuhi katika ukumbi wa mikutano ya kitaifa, aliandika waziri mkuu wa zamani Jean-Michel Sama Lukonde. Kulingana na taarifa za Actualite.cd, Jumatatu ya tarehe 19 Mei, kamati maalum inayoongozwa na Christophe Lutundula inatarajiwa kumhoji mhakiki mkuu wa vikosi vya silaha za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kamati hii yenye wanachama 40 ina siku 3 tu kutekeleza jukumu lake na kuwasilisha ripoti yake kwa bunge kuu la seneti. Kulingana na mashtaka ya mhakiki mkuu wa jeshi la taifa yaliyosoma kunako kikao cha mwisho cha maseneta, seneta wa maisha Joseph Kabila Kabange ashtakiwa kushirikiana na kundi zenye kuzua vurugu, kosa ambalo linaadhibiwa vikali na sheria kwenye kifungo cha 136, 137 kanuni ya 3 ya sheria ya kijeshi. Makosa ya uhaini, ushirikiano na dola za kigeni kwa mfano wa Rwanda au na washirika wake kikundi cha wanamgambo wa AFC M23. Tukamilishe na habari za huko Burundi ambako katika mkutano na waandishi wa habari mjini Bujumbura, Wizara ya Mambo ya Ndani, Usalama na Maendeleo nchini Burundi imeripoti kwa kampeni inaendelea vizuri licha ya kasoro baadhi zilizojitokeza kama vile ghasia, ajali na baadhi ya watu kuchana kadi zao za upiga kura kwenye baadhi ya maeneo. Mwenzetu Bukuru Elias kutoka Burundi na ripoti kamili. Wizara ya Mambo ya Ndani, Usalama na Maendeleo nchini Burundi imeripoti kuwa kampeni inakwenda vizuri licha baadhi ya kasoro zilizojitokeza kama vile ghasia, ajali na baadhi ya watu kuchana kadi zao za mpiga kura kwenye baadhi ya maeneo. Katika mkutano na waandishi wa habari, waziri wa Mambo ya Ndani Martin Terese amekiri pia kuwepo kwa changamoto mbalimbali ikiwemo baadhi ya vyama vya upinzani kufanya kampeni bila uhuru, baadhi ya wanachama pia wakijeruhiwa. Tuboneyeho akaryo rero ko kunegura kwivuye inyuma twagiye turacamwo tutameze neza. Aha twovuga nk'akagwi kahungabanije abo mu mugambwe SNL
Tunalani kasoro ambazo zilijitokeza wakati wa kampeni, hasa kundi ambalo lilivuruga wafuasi wa chama cha kisasa cha SNL ambapo 5 waliweza kujeruhiwa. Lakini pia kuna ambao waligombania sehemu ya kufanyia kampeni, waliochana kadi za mpiga kura na aliyekuwa anataka kuendelea kufanya kampeni jioni muda ukiumeisha. Wizara pia inasikitishwa na ajali iliyosababisha vifo vya wanachama wawili wa CNDD-FDD, tukitoa wito kwa madereva kufuata sheria za barabarani na kuepuka mwendo mkali ambao ni hatari kwa maisha ya binadamu. Kuhusiana na yaliyotokea kwa wafuasi wa chama cha SNL, wahusika wameshakamatwa huku wengine wakiendelea kutafutwa na vyombo vya usalama. Lakini pia tunawakumbusha wagombea wote kuwa sheria zinapaswa kufuatwa na kuheshimiwa. Lakini pia kwenye kampeni wagombea kuahidi vitu ambavyo watakuwa na uwezo wa kuwafanyia wananchi. Walinda usalama wanatakiwa kuwarahisishia wagombea, lakini pia na wagombea kutoa taarifa pale wanapoona vitu ambavyo ni kinyume, kuliko kusambaza taarifa potofu kwenye mitandao ya kijamii. Datunganirijwe neza hagushira imbere gukwiragiza inkuru zidatohojwe neza ku mbuga. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Msikilizaji, bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Shukrani kwa wewe ambao ulinitegea sikio mwanzo hadi mwisho uchambuzi wa habari. Vile vile ni mshukuru rubani wangu ambaye alikuwa ni Maxime Beloti na jopo zima la waandishi wa habari wa Radio Kivu akiwemo mwariri mkuu Nikodem Kashindi Bon Samarite. Aliyekuletea uchambuzi wa habari si mwingine ni Safari Almas Lemiti Noir. Sina la ziada na kuaga nikisema bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.